Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena katika chaneli yetu ya Habari Kuu Media, mahali pekee unapopata uchambuzi wa kina. Ulingo wa kisiasa nchini umeingia katika awamu nyingine ya joto la juu la mchuano wa hoja kufuatia hatua ya mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Godbless Lema, kumjibu kwa kejeli na mikakati kiongozi mkuu wa ngazi ya kutoka Chama cha Mapinduzi CCM kufuatia wito wa mdahalo uliotolewa hivi karibuni. Siku moja tu baada ya kiongozi huyo wa CCM kutoa changamoto hadharani akitaka kukabiliwa kwenye jukwaa moja ya mdahalo na wanasiasa wazito wa upinzani akiwemo John Heche, Godbless Lema, Joseph Mbilinyi Sugu na Boniface Jacob Bonyelai, Lema ametumia ukurasa wake rasmi wa mitandao ya kijamii kupindua mwelekeo wa hoja hiyo, hatua ambayo imezua mjadala mzito na msisimuko mkubwa miongoni mwa wafuasi wa pande zote mbili. Katika majibu yake yaliyosambaa kwa kasi mkubwa mtandaoni, Godbless Lema amechapisha ujumbe uliokuwa ukiangazia wito huo wa mdahalo, lakini akapendekeza mabadiliko makubwa ya maudhui na washiriki wa mdahalo huo. Badala ya kiongozi huyo wa CCM kuchuana na wanasiasa wa upinzani, Lema amemtaka aelekeze nguvu zake kufanya mdahalo wa ndani na viongozi wenzake wa chama tawala CCM, akiwataja mahususi aliyekuwa waziri Simai Mohamed Said pamoja na waziri wa fedha Mwigulu Nchemba. Kimkakati zaidi, Lema amependekeza kuwa mada kuu ya mdahalo huo unapaswa kujielekeza katika namna ya kukabiliana na kile alichokiita taswira ya usaliti au UDA ndani ya ukumbi wa bunge, akiguza moja kwa moja mivutano ya hivi karibuni iliyotikisa ndani ya mifumo ya chama tawala. Uchambuzi wa maana ya ujumbe huu wa Lema unaonyesha dhuhuni la wazi na wapinzani kukataa kuingia kwenye mtego wa kubishana juu ya mafanikio ya serikali, badala yake kuelekeza darubini kwenye mipasuko ndani ya CCM inayohusisha shutuma za usaliti zilizochochewa na mifano ya kibiblia. Hatua hii inatafsiriwa na wadadisi wa siasa kama mbinu ya kisiasa ya kuonesha kuwa chama tawala kwa sasa kiko bizi kukibambana chenyewe kwa chenyewe maofisini. Hata hivyo, kukosa walali wa kuita wapinzani kwenye mdahalo wa hoja za maendeleo. Majibu haya yamebadili kabisa upepo wa mazungumzo mtandaoni, ambapo hadithi kubwa sasa imehamia kwenye uwezo wa CCM kulinda mshikamano wake wa ndani kuelekea nyakati zijazo za uchaguzi. Mbali na hayo, majibu hayo ya Lema yameibua mamia ya maoni kutoka kwa wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii, wengi wao wakionyesha kufurahishwa na kiwango cha majibu hayo ya kisiasa. Sehemu kubwa ya wadau wameweka wazi maoni yao kuwa changamoto za mdahalo inayotolewa na kiongozi ama viongozi wa CCM haina mashiko, ikizingatiwa kuwa upinzani umekuwa ukidai uwepo wa mazingira huru na wa haki ya kisiasa, ikiwemo tume huru ya uchaguzi na mabadiliko ya katiba. Wananchi wengi wamehoji mantiki ya kukimbilia midahalo ya kurekodi au runinga au redioni wakati kukiwa na hofu ya kiutendaji wa kisheria kwenye uchaguzi wa wazi, huku baadhi ya maoni yakisisitiza kuwa chama tawala kinapaswa kwanza kuwajibika kwa changamoto za kidemokrasia zilizojitokeza katika nyakati zilizopita kabla ya kutafuta majukwaa ya kujisafisha. Kwa upande mwingine,
wachambuzi wa masuala ya kiutawala na wa kisiasa wameanza kuangazia mabadiliko makubwa ya taswira ya kisiasa nchini yanayotokana na tukio hili. Katika miaka ya nyuma ilikuwa ni desturi kwa vyama vya upinzani kuwataja na kuwashambulia viongozi wa CCM kwenye majukwaa ili kutafuta umakini wa vyombo vya habari, huku chama tawala kikibaki bizi kuendeleza utekelezaji wa ilani na miradi ya maendeleo. Hata hivyo, mazingira ya sasa yanaonyesha kuwa kibao kimekeuka. Viongozi wa CCM sasa ndio wanaotafuta kwa hamu kukabili majina makubwa ya upinzani kama Heche, siasa za hoja na mchuano wa ana kwa ana mbele ya kisasi kipya cha wapiga kura. Mvutano huu wa masimulizi unakuja wakati ya kipindi ama katikati ya kipindi ambacho jamii ya Tanzania inazidi kuonyesha ukakamavu wa hali ya juu ya utambulizi wa haki za kikatibu ama kwa haki za kikatiba. Sehemu kubwa ya mijadala ya wananchi hailengi tu ushindi wa maneno kati ya Lema na kiongozi huyo wa CCM, bali unaguza hitaji la msingi la kuwepo kwa siasa zenye tija, unyenyekevu na zinazoguza maisha yao ya kila siku ya kiuchumi. Kupitia majukwaa mbalimbali, Watanzania wanazidi kuweka shinikizo kwa uongozi wa kweli haupaswi kupimwa kwa maneno mazuri au maneno ama uwezo wa kushinda pato la kisiasa jukwaani, bali kwa uadilifu, uwazi na utayari wa mifumo wa dola kulinda haki za raia wake bila ubaguzi wa kiitikadi. Huku kukiwa na matarajio ya kuona kama viongozi wengine waliotajwa katika wito huo wa mdahalo kama vile Joseph Mbilinyi Sugu watajitokeza kutoa msimamo wao. Dhoruba hii ya maneno inaendelea kuonyesha jinsi siasa za vyama vingi nchini vilivyo hai na zenye mabadiliko ya haraka. Mkakati wa upinzani ubaki kwenye ajenda ya mivutano ya ndani ya CCM unaleta changamoto mpya kwa makomando wa propaganda wa chama tawala, ambapo sasa wanalalamika kutafuta mbinu mpya za kurudisha mazungumzo kwenye reli ya utekelezaji wa ahadi za serikali badala ya kujibu vijembe vya mitandaoni. Sisi hapa Habari Kuu Media tunaendelea kuweka kambi maalum kufuatilia kwa ukaribu wa hali ya juu mienendo hii yote ya kisiasa, tukiwa na lengo la kukuletea kila uchambuzi na maoni yanayojitokeza kutoka kwa madau au kutoka kwa wadau kwa pande zote, ili usipitwe na chochote kinachoendelea katika nchi yetu.